Tunaendelea kushukuru watu wote ambao wanaendelea kutufuatilia Tanganyika TV kwenye TikTok zetu Tanganyika TV, YouTube Tanganyika TV na pia hata kwenye Facebook tunaitwa Tanganyika TV. Ukiandika Tanganyika TV mahali popote utapata habari zetu. Kwa leo tunakuja kwenu ili tuongelee 1 2 3 kuhusiana na hotuba ambayo rais wa Kongo Felix aliyoitoa, na kuna baadhi ya watu wengi ambao wameiona ya kwamba ina faida yeye kuongea vile. Wengine wameona ya kwamba yeye kama rais aliona kama alijishusha sana kwa rais mwenzake Kagame, yeye kwenda mbele ya umati wa watu na kuongea mambo kama na yale. Wengine wameyasupport ya kwamba alifanya vizuri yeye kuyaongea. Kwa hiyo tutachukua maoni ya baadhi ya watu kuhusiana na ile hotuba. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Kwenye line yetu ya Tanganyika TV tuko na journalist wa Tanganyika TV. Nashukuru kwa mwaliko kupitia mada hii na kushukuru sana kuweza kunialika kabisa kulingana na mada hii ya hotuba ambayo nini mtazamo wangu kuhusiana na hotuba ambayo iliweza kutolewa jana hapo na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hakika ni hotuba iliyokuwa nzuri. Ilikuwa nzuri kwa watafutaji amani, maana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshachoka sana na imekuwa na huba ya kutafuta amani. Na ukizingatia Kongo namna ilivyokuwa ikizugwa sana na kutokuwa kwa usalama, upungufu wa usalama ni mdogo tangu afariki hayati Mobutu hadi sasa ni machafuko kila wakati mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na huko ndiko kunakokuwa mlango wa kila vurugu yote inayoingia kusambaza kabisa na kuzugisha usalama ndani ya nchi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila kwa mtazamo wangu wa ndani zaidi kidiplomasia, asingeweza kuizungumzia kwa siku hiyo ya jana kupitia umati wa watu wote vile. Angetafuta mwenzie, kwa maana unajua unaposema kitu kwa watu ambacho likizungumzaga mapema kwamba unahitaji utafanya vita na Rwanda, unaita baadhi ya wale ambao wanazugisha usalama unawaita wanyangalakata. Yani kuna maneno machafu ambao unaweza unazungumza lakini unakuta mwenzako yuko serious. Wewe uko Mkongomani, pengine Wakongomani wanazoea mitani mingi na unapokizungumza unajua hautakitimiza, lakini yule ambaye anakufuata je, alikutazamia vipi? Unaona yeye anachukua jambo kuwa serious, sio kitu cha kupukia tu kama kumsurprise kwamba tunaweza tukazungumza hili na likaisha. Ni jambo la kutafuta diplomasia zaidi. Angemfuata basi kwa kama vile walivyoenda Doha, ndivyo angemtafuta waende nyingine sehemu, wenyewe wawili walimaliza na walitatue. Sio kwamba tena uzungumze hadharani kwa sababu mwenzako bado ana hasira kusema kwamba wewe ulimchukua kwamba ni kitu kidogo sana, unaweza kumaliza kwa siku 2. Kwa maana alisema kwamba anaweza akatangaza vita na kuweza kusema kumpiga, kupiga bomu moja ikamufikia kule ambako yuko Kigali. Anapaswa kukua na mtazamo tofauti, na maneno yao yangekuwa na nguvu ikiwa kweli Kagame angekuwa yuko tayari kuweza kupokea msamaha ule. Tuseme kwa kimtazamo unasema kwamba ni msamaha. Mtu anaposema neno kama lile kwa watu waliokuwa wengi katika tena hotuba za kimataifa, ni kuonyesha namna tunaonekana wadhaifu katika hali ya kujipanga kidiplomasia. Hiyo ndio shida kubwa ambayo pengine Kongomani ndo wanaona kwamba hiyo ndio inazua gumzo kulingana na ile hotuba ya Rais Felix Antoine Tshilombo. Lakini tukizungumzia kindani zaidi, labda kwa mtazamo usioelezeka kwa muonekano, ni kwamba pengine chini ya miguu yani tuseme chini kabisa, pengine kuna moto ambao Tshisekedi anauandaa ambao anataka kumsogeza adui kabla ya kumbomoa. Hiyo inaweza kuwa nyingine namna kwa watu ambao wana akili timamu za kuwaza mbali. Lakini kabisa kimtazamo, sidhani kwamba ilikuwa ni hotuba ambao ilipaswa kutolewa kwa wakati ule ambao ameweza kutoa. Pengine tusubirie matokeo huko mbele, maana unajua maamuzi ya leo ndio matokeo ya kesho. Tuangalie ni kipi kitaendelea. Nakushukuru sana, asante. Haya, tunaendelea kushukuru kwa watu wote ambao wanaendelea kufuatilia Tanganyika TV, na kwenye line yetu hapa tuko na Honorable Mialano ambaye ni nguli sana wa siasa, na ataongea 1 2 3 kuhusiana na hotuba ya Felix Tshisekedi.
Karibu sana kwenye Tanganyika TV, Dr. Mialan. Ya, nimeshukuru sana ndugu mtangazaji. Sasa na ninawasalimu wale wa watazamaji na watu kusikiliza kwa kila. Asante sana. Asante sana. Hotuba ya Rais Felix. Watu wengi wameongea mambo tofauti, wamoja wamemsapoti, wengine walisema ya kwamba aliongea vibaya. Kwenye mtazamo wako, kwanza tuongee kwanza ile hotuba yake. Kitu gani alichoongea ambacho kilikuwa cha muhimu zaidi, na je, ilikuwa sahihi yeye kuongea yale maneno pale au la? Wakati huu ni wakati wa mahutuba. Ni wakati wa kufanya kazi na kufanya vitendo. Hata atengeneze hotuba ionekane kama ni ya malaika Gabriel, kama ni ya Yesu. Na watu wake ndio wanazidi kuathirika na nchi yake ndio na matatizo. Ataonekana na mtu bure tu. Kwa sababu angalia mwenzake Zelensky wa Ukraine. Nchi yake iko na matatizo, lakini anapambana kutafuta amani kwa nchi yake. Na anazidi kufanya diplomasia, lakini iko kazini. Lakini sasa wewe kufanya ni tofauti. Kwa sababu wakati ya kuongea umeisha. Kama aliongea na Umoja wa Mataifa wakamsikia. Sasa ni wakati achukue action, aliberema kwa profesa imechukuliwa na hiyo M23 ambayo inasapotiwa na Rwanda. Hiyo tu ndio maana, kwa sababu hata hotuba yake ingekuwa mzuri namna gani, lakini kama hakuna kazi ya kufanya ni bure. Kwa yale yenye aliongea mimi hapo sahihi, lakini tukiangalia kwa yale anapenda kuyafanya, hiyo hotuba yake haina maana yoyote kwa sasa, haitasaidia kitu. Hao wenye alienda kutoa hotuba kwao ndio wenyewe walifanya msaini mkataba wa damu na nchi ya Rwanda. Ambao tulikuwa tunasema ni mineredi. Sasa leo anaenda kuwahutubia. Hiyo hotuba yake ndio itabadilisha ule mkataba ambao walisaini na Rwanda. Hiyo ni lasha. Sasa ni kwake yeye Tshisekedi apiga hatua kama rais alihapa kulinda wananchi na mali zao. Wakati wa kutumia hotuba umeisha, ni wakati wa kufanya vitendo. Asapoti wazalendo wapambane na M23, watoke katika hiyo maeneo imechukuliwa. Hiyo tu ndio kitu cha msingi. Sasa kwenye upande wako unaona kitu gani ambacho kinatuma yeye asichukue hiyo hatua ya kuangalia jinsi gani ya kuchukua sehemu ambazo M23 imechukua mpaka sasa hivi, na anakuwa tu mtu wa kuongea? Kwa sababu mimi nitaongea kinagaubaga. Hii ni deal kati ya Kagame, Tshisekedi na umoja wa Europe na Marekani. Kwa sababu wanataka kuchezea wananchi wenye haifai. Mimi niliambia watu M23 haina nia ya kuchukua nchi ya Kongo. Ina nia ya kuchukua este ya Kongo waigawe kwa nchi. Na hiyo ndio proje wako nayo. Lakini kama yeye hajaona hiki kitu, sasa wananchi wanapaswa wakione mapema kutapambania wenyewe. Kwa sababu yeye Tshisekedi hana shida yoyote, kwa sababu hata kwenda sio Kongo inaenda. Hakuna kenye atahangaika na hakuna kenye ataomba. Wenye wataomba ni watu wa este. Kwa maana anaikalia madiskuri yenye hakuna maakso. Ni mato yake ndio anafanya hao watu kwetu sisi. Kwenye upande wako uliona ile hotuba ilimheshimisha ama ilimshusha heshima na kuonyesha kwamba anaogopa sana Kagame?
ile hotuba haitampa heshima yoyote ile. Mimi kivyangu hakuna heshima, ni kujiradikilize, kujaribisha tu, kwa sababu mbele ya Kagame ile hotuba nini? Ni Kagame iko na misimamo yake na anafanya kazi. Yeye iko determined. Unaona? Inaonekana kama Kagame anapenda kujenga joto la siasa. Yeah. Anajiradikiliza mbele ya Kagame. Sasa yeye Kagame hata yeye huyo ongee Kagame haitamsaidia Kagame kutaka na objectif. Yeye ndio anabakia mateatre masonario. Kwa sababu hapa kwenye pia Kagame kwenye mtandao wake wa Twitter alisema kama kauli ya Tshisekedi ni kama kelele za ni kama kelele za ngoma tu. Kelele za tura zingine ngombe kula maji. Yaani aliona mwenzake anapiga kelele na ni kama yeye Kagame haongei sana lakini anafanya maaction. Lakini Tshisekedi kuongea sana na hakuna action. Sasa yuko na akili kati ya watu wawili mlani. Kagame ana haki ya kusema kelele za tura zingine ngombe kunywa maji. Yeye ni ngombe, anapiga, anataka kuendelea kwa vitu vyake. Na huyu Tshisekedi ni mdomo tu kuongea tu kelele kila mahali. Sasa napenda utuambie neno ambalo linaweza likafaidisha watu ama warahia wa Kongo ambao wanaendelea kukusikiliza sasa hivi. Kwa sababu wewe ni mfanya siasa na uliwahi kugombea urais karibia mara 2 na unajua Kongo mzima na unafuatilia sana siasa ya Kongo. Neno gani ambalo unaweza kaambia warahia wa Kongo ambao wanakusikia kwenye Tanganyika TV sasa hivi? Kitu gani ambacho wao wanaweza wakafanya kupitia haya ambayo yanaendelea kule Kivu kwa sasa hivi, na ushauri gani ambao unaweza ukashauria wazalendo wanakusikia sasa hivi? Neno gani ambao unaweza ukawaambia kufungua watu akili kuhusiana ambayo anaendelea? Mimi jambo ambalo nitaambia watu wa Kivu, tujue kwamba huko Kivu sio kwao na Tshisekedi. Kwao na Tshisekedi ni Kasai. Lakini tunachangia nchi ambayo inaitwa Kongo. Hii madiskuru ya Tshisekedi na mapromese haitatutoa kwa shimo kwenye tuko. Kitu ambacho tutafanya sisi Wakongomani wa general particulier watu wa Kivu, tuchukue destin ame, tujipiganie, tujikomboe. Tshisekedi yuko kwa biashara juu ya hiyo vita. Na yeye bado angaliki anajitajirisha kwa sababu ya hiyo vita, ndio hataki kumaliza. Lakini wenye wanaumia na kuhangaika ni sisi wananchi wa Kivu ambao tunakuja kuvamiwa na nchi ya kigeni ya Rwanda ambao wanafanya biashara na Kagame na Tshisekedi. Sasa kama sisi hatutachukua destin ambayo tujipiganie, tusitegemee sana Kinshasa, kwa sababu Kinshasa hakuna suluhisho ya Kivu kwa saa hizi. Kinshasa inafanya biashara na Kivu. Sasa sisi watu wa Kivu tunapaswa tusimame, tujipiganie, tutumie article 64 ya Constitution, tujipiganie. Ni watoto wetu wanauliwa, vijana wanauawa, wanawake wanawake, tunapaswa tusimame, tujitetee, tupambane na M23, tuifukuze. Hiyo tu ndio naambia watu wa Kivu. Lakini tukitegemea Kinshasa, hakuna msaada wote kutoka Kinshasa kwa Tshisekedi. Tshisekedi anachukua vita hivyo, ni vita ya biashara, anajingizia na kujitafurisha na kutaka kutafuta njia ya kubrigade manda. Sasa sisi hatuna haja na manda, hatuna haja kujikomboa sisi. Na huo ndio wakati wa sisi kujikomboa. Madispure Tshisekedi imekuwa mingi, yenye hata maana kwetu. Kikubwa sisi watu wa Kivu tuchukue destin ame, defendre entité yetu ambao tuchukuliwa Nord Kivu na Sud Kivu. Asante sana kwa muda wako honorable. Nashukuru sana. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.